Haleluya, 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 haleluya. Asante Roho Mtakatifu kwa uaminifu wako na kwa nguvu zako. Ninakutukuza Mungu wangu na Baba yangu mwema asubuhi ya leo. Ni wewe peke yako Bwana unastahili kutukuzwa na kuinuliwa. Ni wewe peke yako Bwana unastahili heshima. Umetupa upendeleo mkubwa namna hii watoto wako na wajoli wako. Wacha tukuinue kwa sababu ya matendo yako makuu. Ishara zako ni kuwe Bwana asubuhi ya leo. Watoto wako tumeinua mikono yetu tukikutukuza Bwana. Tukiinua jina lako na kulibariki Bwana asubuhi ya leo. Tunakuinulia Baba mioyo yetu Bwana. Tukikutukuza kwa sababu ya ukuu wako na uweza wako wa ajabu. Niwe Bwana unastahili kutukuzwa. Niwe Bwana unastahili kuinuliwa. Peke yako, peke yako, peke yako, peke yako. Ninaungana na maserafi na makerubi na wazee 24 na wale wenye uhai wanne Bwana, wanaokutukuza na kukuinua Bwana chini ya kiti chako cha rehema. Watoto wako Bwana, tukinyenyekea chini ya kiti chako cha rehema asubuhi ya leo Bwana, tukiomba toba na rehema Bwana. Yesu Kristo mwana wa Daudi, uliopigwa pale msalabani, kupitia damu yako Bwana ukatuosha na kutusafisha dhambi zetu na maovu yetu. Baba, tumeshuka kwenye kiti chako cha rehema tukiomba ile damu ya mwana kondoo iliyomwagika pale msalabani zetu ikaoshe mioyo yetu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ikatuondolee kila aina ya uovu ambaye Bwana tumetenda mbele zako. Ni hakika hatujasimama sawasawa na utukufu wako, lakini tunahitaji neema yako Bwana asubuhi ya leo. Rika na ramando ruku shanda rabakuri masata. Neema yako Bwana tunahitaji tena Yesu Kristo. Hatuna baba mwingine wa kutusaidia, ni wewe peke yako. Asubuhi ya leo tunahitaji nguvu zako zidhibitike. Mkono wako wa kimbingu Bwana ukatende kazi. Shike hata mmoja mmoja Bwana ambaye anaisikia sauti yako asubuhi ya leo. Yeyote aliyepaza moyo wake anatamani kukuona Baba, hakuone we Jehova, hakuone we mfalme. Mando rika rabasanda roko shanda ramakuria. Wakati ninaomba ninasikia sauti ya Mungu ya kwamba yuko mtu ambaye ameteseka kwa muda mrefu na kwa miaka mingi na anahitaji msaada. Rika yamanda roko sana ramakuri basika. Inawezekana saa hii ndio umefungulia channel hii na unahitaji msaada wa Mungu, na mimi sijui umepita wapi, lakini nasikia Mungu ananiambia kwamba kuna mahali unapita huwezi kuvuka mwenyewe. Kuna mahali umepita unasikia umechoka na una namna ya kutoka. Kuna mahali umepita na una namna ya kunyanyuka kutoka hapo. Usiendelee kuwaza na usiendelee kulia, kwa sababu majira ya wokovu yamefika. Majira ya wokovu yamefika nyumbani mwako. Ndio maana leo umeisikia sauti hii. Ni kuombe popote pale ulipo, kamata hiyo namba ambayo iko kwenye skrini yako pale. Unaiona hiyo namba ya Tigo ya 0679645759. Weza kutuma message saa hii kupitia namba ya WhatsApp. Leza shida yako ni nini, na tunaenda kusimama mbele za Bwana, na Bwana anakwenda kuingilia kati kwa namna kubwa. Anaenda kufuta machozi ya miaka mingi na machozi ya muda mrefu. Robo sanda ramakuri basaka ya kamanda reke ya sano roko shanda rabakuria. Nguvu ya Mungu ni kubwa asubuhi ya leo. Inahitaji mtu mmoja ambaye anataka kuipokea nguvu kubwa asubuhi ya leo. Kuna mtu mmoja anahitaji kuipokea. Bwana ameleta ukombozi na ukombozi umeshafika, na saa hii ni saa ya ukombozi. Ndani yako unakuwa unasikia nguvu ya msukumo ya kusimama mbele za Bwana juu ya hiyo changamoto, na unafikiri kwamba imekushinda, na unafikiri kwamba unahitaji nguvu ya Mungu itende kazi asubuhi ya leo.
Uko mkono wa Mungu asubuhi ya leo unakwenda kudhihirika. Uko mkono wa Mungu asubuhi ya leo unakwenda kudhibitika. Robo shanda ramakuri basaka yamando rika rabasanda rabo shaka ramakuri basika yanda remando sakaba roko shanda ramakuria ria sanda ramakuri basanda resekerere shendere kora basika. Mungu unasikia anasema na mimi sahihi kwamba ndani yako unasikia mzigo wa kuomba, na hauwezi kuomba pasipokuwa na sadaka. Watu wengi wamekuwa naomba, lakini pia maombi bila sadaka ni kama vile haufikii kwenye zile ndoto ambazo Mungu amekusudia ufike. Biblia inasema Mungu akaongea na Kornelia akamwambia, maombi yako na sadaka zako zimefika kwangu juu. Kwa hiyo saa hii natamani mtu mmoja akamate sadaka yake na aweze kuipanda kwenye namba ya Vodacom ya 0756 934 903. Iko nguvu ya Mungu isiyokuwa kawaida kupitia sadaka yako. Kuna mambo Bwana anataka kuyafungua, na asubuhi ya leo kuna vitu vinataka kufunguka. Na wewe ambao uko tayari saa hii neema ya ufunguo tayari imeshafika. Kupitia hiyo sadaka tunataka Bwana afanye jambo jipya asubuhi ya leo. Robo sandara makuri basaka yakamakure beshende rekori basaka. Ninasikia kilio chako Bwana akikithibitisha, na ninasikia mkono wako wa kimbingu Yesu Kristo ukiudhihirisha kwa ajili ya binti huyu na kwa ajili ya mama huyu. Ramosanda raba kuria basika. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yuko mtu mmoja asubuhi ya leo anahitaji kuiona neema. Yuko mtu mmoja asubuhi ya leo anahitaji kuona ufunguo. Naamini ni wewe unahitaji. Mtu mmoja anahitaji kuona nguvu ya Mungu ikithibitika. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kariamanda robo shaka basika. Bwana ananipa ufunuo asubuhi ya leo. Ufunuo mkubwa sana kwenye kile kitabu cha Zaburi, kwenye kile kitabu cha Ayubu sura ya 30, mstari ule wa 13. Haleluya. Biblia inasema kitabu kile cha Ayubu sura ya 30 na mstari wa 13. Biblia inasema ya kwamba waiharibu njia yangu, wauzidisha msiba wangu, watu wasio na msaidizi. Anasema waiharibu njia yangu, wauzidisha msiba wangu, watu wasio na msaidizi. Kumbe kuna watu katika ulimwengu wa roho wamepangwa kuiharibu njia yako. Ndio maana unashangaa njia yako imeziba. Ndio maana unashangaa njia yako imefungwa. Ndio maana unashangaa njia yako imeharibiwa. Kuna watu ambao wanaharibu njia. Kuna watu ambao wanaharibu njia. Anawaona Ayubu hao watu waharibuo njia. Na mimi Bwana amenituma na amenifunulia kwamba kuna watu ambao wanaua njia yako. Kuna watu ambao wanaharibu njia yako. Ndio maana umeshangaa njia yako imekuwa ni ya vita. Njia yako imekuwa ni ya mateso. Njia yako imekuwa ni ya magonjwa. Njia yako imekuwa ni ya kukataliwa. Njia yako imekuwa ni njia ya mikosi. Njia yako imekuwa ni njia ya uharibifu. Bwana amenituma katika jina la Yesu. Hao wanaoharibu njia yako, paka njia yako imeharibika, paka njia yako imesongwa, paka njia yako kila unachokifanya inakuwa ni hasara. Kila unachopambana nacho unakutana na madeni. Kila unachopambana nacho unakutana vitu haviendi, vitu vimegoma. Mungu akana niambia kuna watu wanaitwa watu waharibuo njia. Hao wanaoharibu njia wanahakikisha wewe usipate vitu vizuri, uende kwenye kazi usifanikiwe,
upige hatua, hatua zako zirudishwe nyuma, na unashangaa njia zako nyingi zimeziba. Ni nani ameziba njia zako? Unatamani kufanya jambo kubwa lakini huwezi kufanya. Unatamani kuwa mtu fulani lakini huwezi kufika kwenye ndoto, kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna watu waiharibuo njia. Kuna watu wanapambana njia yako iharibike. Kuna watu wanapambana njia yako ifungwe. Kuna watu wanapambana maisha yako yaharibike. Bwana amenituma katika jina la Yesu. Ni nani anaiharibu njia yako? Ni nani amekaa njiani kwako akakufunga, akasema hutafanikiwa, akasema hutaenda? Kuna watu waharibuo njia. Bwana amenituma katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo tunatangaza kila njia yako iliyoharibika tunaifungua. Kila njia yako iliyofungwa ninaifungua. Kila njia yako ya mafanikio iliyoziba ninaizibua. Kila njia yako ya kuinuliwa iliyozibwa tunaifungua. Kila njia yako ya kufanikiwa iliyoharibika leo ninaifungua kwa jina la Yesu Kristo. Makaya masika. Nataka nikwambie siri moja kubwa, ya kwamba wanaoziba njia yako hawako kirahisi kama wewe. Maana yake kuna kazi wamefanya. Maana yake kuna kitu anafanya. Maana yake kuna kitu anafanya. Kuna kitu anakituma ili waharibu njia yako. Kuna mambo wanafanya ili wavunje njia yako. Wengine wameenda kwa waganga, wengine wameenda kwa washirikina ili njia yako ifungwe. Kuna watu walisimama na sadaka kwa waganga, kwa wachawi na kwa washirikina, na njia zako zote zikaziba. Lakini Bwana ananiambia asubuhi ya leo, na wewe simama na sadaka ya imani. Mwambie Baba, nafungua njia zangu. Na Baba anakwenda kufungua njia zako zilizoharibiwa. Popote pale ulipo na sadaka mkononi mwako, kamata hiyo sadaka, fatisha maombi haya, sema: Bwana Yesu, asubuhi ya leo njia yangu iliyoharibiwa, njia yangu iliyofungwa, njia yangu iliyoshambuliwa, leo ninatangaza katika jina Yesu, kila madhabahu ya mizimu, madhabahu ya kichawi iliyoharibu njia yangu ninaishambulia kwa jina la Yesu. Anza kuomba, shambulia nguvu zote za giza, nguvu zote za kichawi, nguvu zote za kishirikina zinazoziba njia yako. Njia yako iharibiwe. Watu walioharibu njia leo tunawashambulia, tunapiga hiyo madhabahu, tunavunja uchawi, vunja ushirikina, vunja miungu kwa jina la Yesu. Ni miungu ya kwenu, ni miungu ya kichawi, ni miungu ya giza, ni miungu ya kuzimu. Leo kwa jina Yesu ninatangaza kwa mamlaka jina Yesu, yoyote aliyekaa kwenye njia yako ya mafanikio, aliyekaa kwenye njia yako ya neema, leo kwa jina la Yesu ninavunja hiyo nguvu, ninavunja hiyo nguvu. Shababababa rikando roshata rabakoria basika. Omba rabakatesi shababakoria rabakatasata yakatarabosa. Vunjeka kwa jina la Yesu. Yoyote aliyekaa njiani akafunga njia yako, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, leo kwa jina Yesu ninafungua njia yako, njia yako ya mafanikio ninaifungua, njia yako ya neema ninaifungua, njia yako ya kuinuliwa ninaifungua kwa jina la Yesu. Riba sotata rakayabosata mantorosata yakabakoria eketeresa rantaramato yabakoribasaka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninatangaza, njia yako ninaifungua, njia yako ninaifungua kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu ninafungua njia yako katika jina la Yesu Kristo. My Jesus, kamata hiyo sadaka, inua sadaka yako, sema: Bwana Yesu, ninafungua njia yangu kwa sadaka hii, njia yangu ya mafanikio,
njia yangu ya kuinuliwa. Baba, ninafungua njia yangu, nikafanikiwe sana, nikauze sana, nikaolewe, nikazae, nikainuliwe. Tamka hicho ambacho unataka hiyo njia ifunguliwe kwa jina la Yesu. Baba, natangaza kupitia sadaka mtumishi wako, Baba, nimefungulia njia, nimefungulia njia, nimefungulia njia mafanikio katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina, amina. Tuma sadaka yako kwenye namba ya 0756 934 903, na mkono wa Bwana utakuwa dhahiri, na mkono wa Bwana utakusimamisha, na mkono wa Bwana utatenda mambo makuu. Mungu wa mbinguni akubariki sana, na neema ya Yesu iwe juu yako. Panda sadaka hiyo kwenye namba ya 0756 934 903, namba ya M-Pesa, na ukimaliza kupanda sadaka hiyo nitumie jina lako kwa njia ya WhatsApp kwenye namba hiyo ya WhatsApp iliyo kwenye skrini hapo, na tutasimama, njia zako zitakuwa wazi na mkono wa Mungu utakuwa dhahiri kwako. Mungu akubariki sana. Nikualike sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi hapa Gairo, Morogoro nchini Tanzania, ambako mamia na maelfu ya watu wanakusanyika kutoka kote duniani kumwona Yesu Kristo mtenda miujiza, na neema ya Yesu Kristo iwe juu yako. Lakini nikwambie tu habari njema wiki hii, kuanzia siku ile ya Alhamisi tarehe 18 na mpaka tarehe 21, kwa siku hizi 4 takuwa tuna maombi makubwa sana ya kuzifungua njia, kumwalika malaika wa kufanikisha njia kwa miezi 6. Na usikose maombi haya makubwa. Tutakuwa live kwa njia ya YouTube kuanzia ile mishale ya saa 8 kamili mpaka saa 12 jioni. May God bless you. Shalom, 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 shalom.